nahitaji engagement ya kuanza kutambua watoto gani wameanza utoro wa rejareja ama wameattempt kuacha shule, na zile details: jina la mtoto, darasa analosoma, jina la mzazi, namba ya simu ya mzazi, mtaa anaokaa mzazi na kadhalika na kadhalika. Na zile details, ili kuturahisishia kazi, ziwekwe kulingana na mitaa. Mtaona watoto wanakaa shuleni kwa nidhamu, kwa sababu tutakuwa tumesha deal na mzazi. Mzazi ataitwa, tutakaa naye, tutawaita wale wazazi wote wa shule yako, tutakaa nao, watapewa maelekezo, wataandika commitment. Ikiwezekana nitamwelekeza kamanda wa polisi wa wilaya waweze kuandikiwa onyo la polisi la kutenda makosa ya jinai, kwa sababu tunafahamu offenses ambazo ziko kwenye sheria ya elimu na utaratibu wa mtoto kwenda shuleni, na makosa ya jinai ambayo anaweza akatenda mzazi ni pamoja na masuala ya utoro kwa mtoto. Na kwa hiyo I'm determined kwamba tunaweza mpaka wakaandikiwa mpaka onyo la polisi, ili mtoto akiendelea tena mkimripoti ni rahisi tu kumkamata yule mzazi. Lazima tufanye hizi engagement ili watoto wakae shuleni na walimu muweze kuwa na muda mwingi kufundisha watoto kuliko kuwa na muda mwingi sana na vikao na wazazi na kufuatilia watoro, jambo ambalo linapaswa kufanya na sisi, na tumewekwa hapa kufanya hiyo kazi. Tunaanza hizi engagement mapema ili hata mzazi aliyekuwa anafikiria kuoza, kufanya hivi na vile, kufanya ujanja, inaanza kumtoka kichwani kwake, anaanza kujua huyu mtoto wangu anafuatiliwa na serikali, ili tukifika Januari tusisumbuane na wazazi kupeleka watoto kidato cha ngapi? Cha kwanza. Kwa mwaka wa masomo 2025 shule za serikali tuna jumla ya wanafunzi wa kike 7973 na wanafunzi wa kiume 7210, hivyo kufanya wanafunzi kuwa 15183 katika shule za sekondari za serikali. Na shule za binafsi tuna jumla ya wanafunzi 928 wa kike na wanafunzi 788 wa kiume, na kufanya jumla katika shule hizo za binafsi kuwa 1716. Katika halmashauri ya manispaa ya Shinyanga ni wanafunzi 16899. Baada ya matokeo ya upimaji wa mtihani wa kitaifa mwaka 2024 division ya elimu sekondari, tulifanya utafiti kwa kuungana na viongozi mbalimbali, na baada ya hapo tulibaini changamoto ambazo zilisababisha na zimeendelea kuchangia ufaulu unakuwa duni katika baadhi ya masomo na kwa baadhi ya shule. Mkakati wa kwanza ikiwa ni kudhibiti utoro wa wanafunzi shuleni. Hii imeelezwa vizuri, lakini tumeendelea kuhamasisha, kutoa elimu kwa wazazi, walezi na wanafunzi katika vikao vya pamoja shuleni, kuwasisitiza juu ya umuhimu wa elimu na ushiriki wao katika kudhibiti utoro wa wanafunzi. Hii asilimia tunayoitaka ya kuondoa ile 4 na 0 inakwenda kuwezekana, na itawezekana kwa sababu ufuatiliaji wa karibu na kupunguza utoro itakuwa ni sehemu ya mikakati ndani ya hilo kusudio ambalo mmeliandaa.